Kikosi cha mbwa na farasi ni miongoni mwa vikosi vilivyokuwa katika kamisheni ya operation na mafunzo, na kikosi hiki kinafanya kazi ya kuzuia na kudhibiti uhalifu kwa kutumia wanyamakazi ambao ni mbwa na farasi, na kinafanya kazi kwa kushirikiana na vikosi vingine ambavyo viko ndani ya jeshi la polisi. Na kikosi hiki kwa kipindi cha mwezi Mei hadi Juni kimefanya kazi mbalimbali za kuhakikisha usalama wa raia na mali zao umeendelea kuimarishwa. Na kwa mwezi Mei na Juni tumefanya kazi mbalimbali ikiwemo kudhibiti usafirishaji na utumiaji wa dawa za kulevya, ambapo watuhumiwa wa makosa haya walikamatwa na wamefikishwa katika vituo vyetu vya polisi kwa hatua mbalimbali za kisheria. Na hii imefanyika katika mikoa yetu ya Arusha, Dar es Salaam, Tanga, Kilimanjaro, Singida, na hawa wote wamefikishwa kwa ajili ya hatua za kisheria. Lakini pia kikosi kimefanya kazi kwa kutumia hawa wanyamakazi. Kule mkoani Mara tumefanikiwa kumpata mwanamke mmoja ambaye alipotea, na jitihada za kumpata zilikuwa zimeshindikana kwa level ya familia, lakini kwa kutumia mbwa wa ufuatiliaji nyayo tulifanikiwa kumpata huyo mama na akarejeshwa katika familia yake kuendelea na shughuli zake za kijamii. Lakini pia tumeendelea kuimarisha doria katika maeneo mbalimbali ya mikoa yetu yote ya Tanzania bara na visiwani kwa kuhakikisha kwamba tunakuwa salama wakati wote. Tumeimarisha usalama katika mipaka yetu kule Namanga Arusha, lakini pia Manyovu Kigoma, lakini pia Kabanga, Rusumo na Mtukula kule Kagera, lakini pia mpaka wetu wa Horohoro kule Tanga, mpaka wetu wa Holili kule Kilimanjaro, lakini pia mpaka ule wa Tunduma kule Songwe, na mpaka wetu wa Tarime Rorya, ambako farasi, mbwa wametumika katika kuhakikisha kwamba tunadhibiti makosa yote ya usafirishaji wa biashara za magendo, lakini pia dawa za kulevya, lakini pia nyara za serikali na wahalifu wengine wa makosa mengine yote ambao wanapita katika maeneo yetu ya mipaka, ikiwemo wale wanaosafirisha silaha haramu na vilipuzi ambavyo ni haramu kupita katika maeneo yetu. Lakini pia wale ambao wanasafirisha usafirishaji haramu wa binadamu, wote wamedhibitiwa katika hii mipaka kuhakikisha kwamba hakuna usafirishaji wa binadamu ambao unafanyika katika maeneo yetu yote. Lakini pia tumefanya doria na misako katika maeneo mbalimbali ya fukwe za bahari kuhakikisha kwamba kunakuwa na usalama kwa wale wote wanaotumia fukwe zetu, wanaendelea kuwa salama, lakini pia na uhalifu unaofanyika kule kwenye fukwe kama kutumia dawa za kulevya, bangi, mirungi haufanyiki katika fukwe zetu. Lakini pia wale wanaokwenda kwa ajili ya kupumzika ama kwa utalii, basi wanafanya utalii wao na mapumziko yao katika hali ya utulivu na usalama. Lakini pia tumeimarisha usalama katika bandari zetu za Dar es Salaam, bandari ya Tanga, lakini pia na kule Mwanza, ambako mbwa wametumika katika kuhakikisha kwamba hakuna pia usafirishaji wa dawa za kulevya, hakuna usafirishaji wa silaha ama vilipuzi vya aina zote, na pia hakuna usafirishaji wa wale ambao wanazamia kwenye meli zetu. Kwa hiyo hii yote imefanyika kwa kutumia mbwa ili kuhakikisha kwamba hakuna hizi biashara katika bandari zetu. Lakini pia katika viwanja vyetu vya ndege tumetumia mbwa wa kunusa milipuko pamoja na dawa za kulevya na nyara kuhakikisha kwamba hizi biashara pia hazifanyiki, kwa sababu wengine wanatumia kusafirisha nyara ama kusafirisha dawa za kulevya kwa kutumia viwanja vyetu vya ndege. Kwa hiyo mbwa wametumika pia kuhakikisha kwamba hakuna hii biashara inafanyika katika maeneo yetu ya viwanja vya ndege, na hivyo wananchi wote wanaendelea kuwa salama na hizi biashara haziendelee kufanyika. Lakini pia farasi wametumika katika kuhakikisha kwenye mipaka yetu wanaimarisha usalama, kwamba kule hakuna biashara za magendo ambazo zinafanyika, aidha kwa kutumia pikipiki ama kwa wale ambao wanapita kwa miguu, kwa sababu wakati mwingine wengi wamekuwa kikwepa kupita katika barabara kuu na kupita kwenye zile njia ambazo magari hayawezi kupita wala pikipiki haziwezi kupita. Kwa hiyo wamekuwa wakitumia hizo njia kupitisha zile biashara za magendo. Kwa hiyo farasi pia wametumika kuhakikisha kwamba hizi biashara hazipiti katika maeneo yetu ya mipakani. Lakini pia kwa kutumia
hawa wanyamakazi tumefanya doria na pekuzi katika maeneo mbalimbali kuhakikisha kwamba hakuna makosa ambayo yanafanyika katika maeneo hayo, na hii imefanyika katika maeneo yote ambayo mbwa na farasi wapo, na hii ni mikoa yote ambayo iko kwenye nchi yetu. Mikoa yote inao mbwa, inao farasi. Kwa hiyo doria zimeendelea kufanyika ili kuhakikisha kwamba usalama unaendelea kuimarishwa katika maeneo yetu yote. Lakini pia kwa kupitia kikosi hiki tumeendelea pia kutoa elimu kwa jamii kwa kuhakikisha kwamba jamii inapata uelewa mkubwa wa namna ya kuwatumia hawa wanyama katika kuhakikisha usalama wao katika makazi yao, katika mashamba, lakini katika mifugo na hata katika biashara zao. Kwa hiyo mbwa wakitumika vizuri katika jamii, tuna uhakika wa usalama wa makazi, usalama wa biashara, usalama wa mashamba, lakini usalama wa mifugo ambayo wananchi wanaimiliki katika maeneo mbalimbali. Na hii kama mbwa atatumika vizuri, manake mhalifu pale anapotaka kufanya uhalifu, lazima huyu mmiliki ama mtu anayekuwa kwenye eneo lile atafahamu ni nini kinachoendelea, kwa sababu mbwa atamwamsha kama amelala, lakini pia ataonyesha ishara ambazo zitamfanya ajue kwamba hapa kuna kitu ambacho sio cha kawaida. Kwa hiyo hatua zingine zinaweza zikachukuliwa. Lakini pia huyu mbwa anaweza kutumika kumkamata mhalifu pale ambapo lakini mhalifu anaruka ukuta au anataka kuingia katika nyumba ama eneo ambalo limezuiliwa ili lisifanywe uhalifu wa aina yoyote. Kwa hiyo mbwa akitumika vizuri anaweza akaimarisha usalama na akaweka jamii yetu kuendelea kuwa salama pamoja na mali ambazo wananchi wetu wanamiliki. Kwa hiyo elimu hii imetolewa mashuleni, katika shule za msingi, shule za sekondari, lakini pia hata kwenye vyuo vyetu. Lakini kwenye makundi mbalimbali ya kijamii kama bodaboda wamepewa elimu ili waweze kutumia hawa wanyama katika swala zima la ulinzi. Lakini pia wamepewa elimu ya kuepuka vitendo vya ukatili, kwa sababu wanapofanya ukatili mbwa wetu pia wanaweza wakafanya ufuatiliaji na wakakamata watuhumiwa waliofanya ukatili, kwa mfano makosa ya ubakaji, makosa ya uvunjaji, makosa ya wizi. Hawa mbwa wanaweza kufuatilia na wakakamata wale wahalifu ambao wanafanya makosa hayo. Kwa hiyo haya yote yameelimishwa katika makundi mbalimbali. Lakini pia tumeendelea kutoa elimu hata kupitia vyombo vyetu vya habari. Kwa mfano kule Kigoma wametoa elimu kupitia Radio Joy 90.5 ambako jamii pia imeelimishwa namna bora ya kutumia mbwa katika ulinzi, lakini mbwa ambaye amepata mafunzo bora na ambaye anaweza kutekeleza majukumu yake kama ambavyo yule mwangalizi wake ama kiongozi wake anamuelekeza kufanya. Lakini tumeendelea kuiambia jamii, bila usalama hakuna biashara, hakuna kilimo, hakuna ufugaji ambao utaendelea. Kwa hiyo ili tuweze kuwa na maendeleo mazuri, lazima tuhakikishe usalama wetu kwanza ili haya mengine yaweze kufanyika. Lakini pia katika kipindi hicho tumeendelea pia kutoa elimu. Tulikuwa na wanafunzi ambao walitoka katika vyuo vyetu vya Liti Temeke, Liti Morogoro, Liti Mpwapwa, Liti Tengeru pamoja na Liti Buhuri, ambao walikuja makao makuu ya kikosi na tuliwapa elimu ya namna ya kutumia hawa wanyama katika kazi mbalimbali, lakini pia namna ya kuwatibu hawa mbwa na farasi pamoja na mifugo mingine ambayo ipo kwenye jamii. Kwa mfano kuku, ng'ombe, mbuzi, kondoo na wanyama wengine, kwa sababu hapa tunao madaktari ambao ni wataalamu na wanaweza kutoa tiba za aina zote. Na elimu hii pia tumejipanga kuitoa katika maonyesho yetu ya Sabasaba ambayo yanakaribia kuanza hivi karibuni. Kwa hiyo wananchi ambao hawakupata nafasi ya kupata hii elimu katika haya makundi ambayo nimeyataja hapa awali, wanaweza kufika pia kwenye maonyesho ya Sabasaba, wakatembelea banda la polisi, na pale wanaweza kupata elimu ya namna bora ya kufuga sio tu mbwa na farasi, lakini pia iko mifugo mbalimbali kama kuku, ng'ombe, mbuzi, na jinsi ya kuwatibu, jinsi ya kuwatunza na jinsi ya kuwafanya kuwa chanzo kizuri cha kipato, na wakapata kipato halali badala ya kusubiri mtu akaibe ama akamvunjie mtu mwingine ili apate kipato.
kumbe angeweza kufanya shughuli ambazo ni halali kabisa na kupata kipato halali na kuepuka sasa mkono wa polisi ambao pindi unapofanya makosa haya unakamatwa, unachukuliwa hatua na mwisho wa siku unapata hatia kulingana na kosa ambalo umelifanya. Kwa hiyo wanapofanya biashara ambazo ni halali itawasaidia wao kupata kipato halali na kuepuka sasa haya makosa ambayo yanaweza kuwapelekea kukutana na mkono wa sheria. Lakini pia tumeendelea kutumia farasi katika kuongoza misafara mbalimbali ikiwemo misafara ya viongozi wakuu wa nchi, na kwa kipindi hiki tulifanikiwa pia kuongoza msafara katika kufunga mafunzo ya maafisa wakaguzi ambao walikuwa wanamaliza mafunzo yao kwenye vyuo vyetu vya polisi vya Zanzibar kule TPS Moshi, lakini pia chuo chetu cha taaluma cha Dar es Salaam, ambapo hapa mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, na huu msafara wake uliongozwa na askari wa kike ambao waliendesha farasi kwa umahiri mkubwa. Na hii sio tu kwamba tuliimarisha usalama, lakini pia ilikuwa ni sehemu ya kivutio kikubwa sana kwa wale wote ambao walishiriki katika sherehe hizi. Walipata kuona namna ambavyo askari wa kike wana uwezo mkubwa wa kuendesha farasi wakiwa na hali ya utulivu, na wakawaendesha vizuri na kuhakikisha kwamba Mheshimiwa Rais anaendelea kuwa salama kwa kuimarisha usalama wake katika kuingia kwenye sherehe hizi ambazo zilikuwa zinafanyika za kufunga mafunzo. Lakini pia kwa kupitia askari wa kikosi tumeshiriki pia katika michezo mbalimbali ambayo tulikuwa pia tuna mashindano ya mpira wa miguu na timu yetu ya bohari pamoja na timu ya bendi ya polisi Dar es Salaam, na hapa askari wa kikosi cha mbwa na farasi walifanya vizuri na walionyesha umahiri wao sio tu kwamba kwenye kutumia mbwa na farasi, lakini pia katika michezo mbalimbali. Hapa walionyesha jinsi ambavyo wanaweza kushiriki kwenye michezo ikiwa ni sehemu ya kuongeza mahusiano, lakini pia ni burudani na kufanya usahau mambo mengine wakati mwingine kwenye changamoto za kazi. Kwa hiyo wanapofanya kwenye michezo pia wanaburudika na akili zao zinarudi kuwa sawa na kufanya kazi zao katika umahiri mkubwa. Kwa hiyo tuwaalike sana wananchi kuhakikisha kwamba wanashiriki kwenye maonyesho ambayo yatakuwepo kwenye viwanja vyetu vya Sabasaba, na watafute banda la Jeshi la Polisi waweze kufika kwenye kikosi chetu cha mbwa na farasi, ambapo pale watajionea jinsi ambavyo hawa wanyamakazi mbwa na farasi wanafanya kazi mbalimbali, lakini pia ambavyo tunaweza pia kufanya shughuli nyingine za kijasiriamali katika kutupatia kipato halali.